Sawa, ndugu zangu, kuna kitu kinaendelea katika ukanda wa Sahel, hususan katika eneo la Mali. Unajua ukanda wa Sahel inamaanisha nchi za Niger, Gabon, Burkina Faso. Hizi ni nchi ambazo zilipitia katika mapinduzi ambayo ni mapinduzi ya kijeshi. Wakina Captain Ibrahim Traore, wakina Assimi Goita, wakina Mohamed Tishan waliweza kuondoa zile serikali za kina Mohamed Bazoum, wakina Bongo, Omar Bongo kuondoka mamlakani. Lakini unafahamu kazi ambayo alifanya Captain Ibrahim Traore. Kwa sasa hizi nchi zinapitia katika dhana ambayo inaitwa kuanguka kwa demokrasia ya kimagharibi. Change of global power shift from west to east. Kwa maana kwamba baada ya kuondoka kwa hizi tawala za kidemokrasia ambazo zinatajwa kwamba zilikuwa kama haziwezi kupambana na changamoto za kiusalama na changamoto za kiuchumi. Sababu kubwa ambazo zimepelekea kufanyika kwa mapinduzi ya ukanda wa Sahel ni sababu za msingi mbili. Moja ni ukosefu wa kiusalama. Unafahamu makundi kwa mfano ambayo yananasibishwa na Al-Shabaab, Al-Qaeda yamekuwa yakisumbua sana ukanda wa Sahel. Kwa wakina Assimi Goita, wakina Mohamed Tishan waliweza kuziondoa serikali za kina Omar Bongo, wakina Mohamed Bazoum, na tukashuhudia ukaja ni mwanzo mpya wa siasa za kijiografia. Sasa kuna hili kundi ambalo linaitwa kundi la Azawad ambalo limekuwa likitishia sana usalama wa nchi ya Mali. Na unafahamu vile vile kwamba hizi nchi za Mali, Burkina Faso, Niger ziliweza kufanya ushirikiano wa kijeshi na wa kiuchumi. Na wao wanaamini kabisa kwamba huu ukanda wa ECOWAS kama ni ukanda ambao hauwezi kutatua changamoto za kiusalama na za kiuchumi. Kwa hoja ya kufanyika mapinduzi ya kiuchumi ni hoja ambayo inaongozwa na kina Captain Ibrahim Traore. Na unafahamu hawa kina Assimi Goita wamekuwa kitu kinachoitwa new level or new perspective of Pan-Africanism. Napozungumza Pan-Africanism ni kwamba ni harakati za kizazi kipya cha viongozi ambao wanaamini lazima Afrika iweze kujitegemea kiuchumi, kisiasa na kijamii, lakini zaidi sana kiusalama. Ukisikiliza kwa mfano hotuba za Captain Ibrahim Traore, Assimi Goita zinakuonyesha kwamba zinahitaji Afrika iweze kujitegemea. Zinahitaji Afrika iweze kuamua mambo yake na mustakabali wake wao wenyewe. Kwa sasa shirika la ujasusi wa Urusi wana mashirika ya ujasusi mawili. Kuna FCB ambayo ilichukua nafasi ya KGB na kuna SVR. Lilitoa ripoti